Waligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Oktoba 27 siku ya Jumatatu asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa zopa kipaumbele. Inaanza habari inayosema matumaini mapya, bei ya sukari uzalishaji yakiongezeka nchini. Matumaini mapya, bei ya sukari uzalishaji vikiongezeka nchini. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 6 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini uchaguzi mkuu Tanzania 2025 ikiwa bado siku mbili kwenda kupiga kura. Lakini kwenye gazeti la Mwananchi linasema vita vya Mwinyi Othmani sasa kwenye sanduku. Vita vya Mwinyi Othmani sasa kwenye sanduku. Lakini Malechela atoa kauli nzito kuhusu amani. Malechela atoa kauli nzito kuhusu amani, asema haipaswi kuchezewa kwa sababu haina bei. Agusia inayoendelea kuhusu uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 na utendaji wa Rais Samia. Ataja tatizo la ajira kwa vijana na haja ya ujenzi wa Tanzania mpya. Lakini rekodi mpya, wagombea urais kugawana viwanja kufunga kampeni. Wagombea urais nchini Tanzania kugawanya viwanja kufunga kampeni. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini kuna vita vya Mwinyi na Othmani sasa kwenye sanduku, na Malechela atoa kauli nzito kuhusu amani. Hizo ndo habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo, lenye linaanza na habari kubwa inayosema siku ya uchaguzi, polisi usalama wenu tuachieni. Siku ya uchaguzi, polisi wasema usalama wenu tuachieni. Lakini yatoa onyo kwa watakaovuruga uchaguzi. Viongozi wa dini wataka uchaguzi wa amani. Serikali yajiandaa kulinda haki ya kila mpiga kura. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, inaendelea ukurasa wa pili. Lakini Kimiti atoa kauli uchaguzi mkuu. Kimiti atoa kauli uchaguzi mkuu. Mgombea urais Zanzibar wafunga kampeni na ahadi za kusisimua. Wagombea urais Zanzibar wafunga kampeni na ahadi za kusisimua. Mtoto mdogo apoteza jicho baada ya kupigwa jiwe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini mawakala wasio na viapo wazuiwa uchaguzi mkuu. Mawakala wasio na viapo wazuiwa uchaguzi mkuu. Na TMA yatoa tahadhari mvua kubwa upepo mkali katika mikoa 7. Ni mikoa gani? Basi gazeti lako la Nipashe na kuhabarisha mikoa 7 iliyopewa tahadhari na TMA kuhusu mvua kubwa na upepo mkali. Hilo ni gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti la Nipashe, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwanahabari lenye linaanza na habari inayosema bilioni 21.9 za taktiki kujenga kilomita 8.4 za barabara manispaa ya Mpanda. Lakini Tanzania ya ng'ara, kumradhi, habari inayosema Mwanza inavyomsubiri Hangaya. Huyo ni chifu Hangaya, Rais Samia Suluhu Hassani anavyosubiriwa huko Mwanza. Lakini Ulega wa Tanzania watamlipa Dr. Samia Oktoba 29. Huyo ni Ulega asema wa Tanzania watamlipa Dr. Samia Oktoba 29. Lakini gazeti lako la Machinga lenye na habari inayosema Dr. Mwinyi ahidi ushindi wa kishindo Oktoba 29. Lakini elimu yasisitiza matumizi sahihi ya tehama kuboresha utafiti wa wanafunzi. Makubwa anayombeba Dr. Samia, kiwango kikubwa cha utekelezaji wa ilani ya mwaka 2020-2025, ahadi na mikakati iliyopanga 2025 mpaka 2030. Lakini atikisa Mkuranga, huyo ni nani? Ahidi ujenzi stendi ya mabasi kwenda kusini. Ulega asema Watanzania watamlipa Oktoba 29. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira linaandika viongozi wa dini Singida Dodoma waombea amani. Lakini kigogo wa 3 Chadema ajiunga na Chama cha Mapinduzi CCM na kutoa kauli, huku Dr. Samia anavyotikisa kwa Ulega kujenga stendi ya mabasi ya kusini. Rais Mwinyi akutana na wajumbe wa SIOM. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Lakini kwenye tahariri, Tanzania ya uchaguzi, Tanzania ya maamuzi sahihi ya Oktoba 29.
Na huko kimataifa, Kamala Harris kuwania tena uraisi Marekani. Hiyo ni habari ya kimataifa kwenye gazeti lako la Majira, inasema Kamala Harris kuwania tena uraisi Marekani. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti la Majira, tuangazie gazeti lako la Uelekeo lenye linaandika vijana wa haswa kuhakiki taarifa za mtandao. Vijana wa haswa kuhakiki taarifa za mtandaoni. Lakini Dr. Samia kufunga kampeni Mwanza. JKCCM si chama cha longolongo, ni cha vitendo tu. Lakini upasuaji wa kibingwa wa tayari wafanyika huko. Upasuaji wa kibingwa wa taya wafanyika Muhimbili. Ule upasuaji wa kibingwa wa taya sasa wafanyika Muhimbili. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika mume mbaroni tuhuma za mauaji ya mkewe. Hiyo ni habari inaanza nayo kwenye gazeti la Habari Leo, nasema mume mbaroni kwa kumuua mkewe. Lakini JK amwaga sifa mwagia sifa Samia na Dr. Mwinyi. Mambo matatu yashauriwa kushiriki vijana sasa. Lakini tamati ya kampeni za uchaguzi mkuu. Tamati ya kampeni za uchaguzi mkuu, Samia kumaliza kesho Mwanza. Vyama vyaridhishwa na maandalizi. Lakini Dr. Mwinyi, msifanye makosa Oktoba 29. Na sheria yataja sifa za karatasi za kura. Hiyo ni habari ukurasa 20 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaandika Dr. Mwinyi, tutashinda kwa kishindo Oktoba 29. Sera madhubuti maendeleo kuibeba Chama cha Mapinduzi. Lakini msiandamane kapigeni kura kwa amani. Huyo ni Hamadi asema msiandamane kapigeni kura kwa amani. Lakini kimataifa, Kamala Harris kuwania tena uraisi wa Marekani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru linaandika mgombea urais UPDP aguswa na ulinzi Oktoba 29. Lakini CCM sio chama cha maneno isipokuwa ni vitendo. Huyo ni Dr. Kikwete. Lakini kishindo siku 60 za Dr. Samia. Kigogo Chadema ajiunga na Chama cha Mapinduzi. CCM Mpango ampokea. Lakini Dr. Mwinyi ajawa na matumaini kibao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini Jamvi la Habari asubuhi ya leo linaandika Geita tunavemesha Dr. Biteko. Lakini Dr. Samia anavyoimarisha sekta ya makazi. Siri 7 za bwawa la Mwalimu Nyerere ndani ya gazeti lako la Jamvi la Habari. Lakini Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lenye habari inayosema Dr. Samia aacha alama mkoani Pwani. Dr. Samia aacha alama mkoani Pwani. Lakini huu gazeti lako la Dira ya Mtanzania, ulega wa Tanzania watalipa fadhila Chama cha Mapinduzi. Lakini CCM kufunga kazi Mwanza. Polisi yawahakikishia ulinzi wapiga kura. Omo ahitimisha mikutano 75 ya kampeni ndani ya gazeti lako la Dira ya Mtanzania. Habari zinapatikana zote kwa kina, pata nakala yako. Lakini tukiachana sasa na kurasa mbele, tuangazie kwenye michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali. Gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Singida Black Stars yaandika rekodi ya kipekee msimu huu. Lakini magoli ya ugenini yaipeleka Simba hatua ya makundi. Video vya tawala Orlando Pirates. Lakini Kazumari akiingia kifua Dube kukosa magoli. Hiyo ni vita Sudani kuzifanya Al Hilali na Al Merrikh kuhamia Rwanda kimichezo. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini Jamvi la Habari kwenye michezo linaandika Simba yatinga makundi kafu. Beki afunguka kukataa mzigo ya Shabalala. Lakini Uhuru gazeti lako kwenye michezo linaandika Simba yatinga makundi kafu. Dr. Mwinyi ahidi neema katika michezo. Lakini serikali yaipa 5 Yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye kwenye michezo lina habari inayosema Simba yatinga makundi Afrika kwa mara ya 6. Lakini Yanga yatambulisha kocha mpya, yaeleza ushindi wake dhidi ya Silver Striker. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti la Zanzibar kwenye michezo inaandika Mwinyi serikali kuleta wadhamini wa michezo. Simba yakaa alipozoea kafu. ZFF yafanya mabadiliko kamati ya waamuzi. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika Simba yafuzu makundi Afrika. Gamondi achekelea makundi Singida. Mabedi asifu nyota Yanga. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Huu gazeti lako za Sport linaandika Simba makundi kafu. Lakini Gamondi afichua jambo Singida. Yanga yamtambulisha Mreno Pedro kama kocha mkuu wa timu ya Young Africans, huku Ibenge roho kwatu Azam. Lakini Uelekeo linaandika Simba ya banwa mbavu nyumbani.
Basata yazindua tuzo za muziki. Kocha mpya Yanga amekamilika. Goli la mama la wafikia Singida Black Stars. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Majira kwenye michezo linaandika Mwinyi kuendelea kudhamini miundombinu ya michezo, ataka vipaji kuibuliwa zaidi. Simba yatenga makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Hilo ni gazeti lako la Majira. Huku gazeti lako la Machinga kwenye michezo linaandika Ziki aipeleka Wydad makundi shirikisho. Huku Kagera Sugar yaichapa Bigman. Simba yatinga makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Singida Black Stars furaha tupu. Yanga yatimiza ahadi kutinga makundi kafu. Hilo ni gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenye linaandika historia ya timu 4 Tanzania za tinga makundi. Kocha Pedro wa Ureno atua Yanga. Mayanga ataka ufungaji bora ligi kuu. Polisi Tanzania hataki mchezo championship. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari kurasa za michezo. Gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti la michezo asubuhi ya leo linaandika Mreno atua na mifumo mitatu. Yanga yaua njiwa wawili kwa jiwe moja. Lakini baba lao Simba yaandika rekodi mpya. Gamondi ana jambo lake Afrika. Lakini Ancelotti avurugwa na Liverpool. Hiyo ni gazeti lako la Mwanaspoti, na habari hiyo ni habari ya kimataifa, nasema Ancelotti avurugwa na Liverpool. Lakini habari kubwa kwenye magazeti mbalimbali kwenye kurasa michezo ni Simba kutinga makundi na Mreno atua Yanga. Huyo ni kocha mkuu. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.